udaktari uliotunukiwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tarehe 30 Novemba 2022. Shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa kutoka Chuo Kikuu cha Jawaharlal Nehru cha nchini India tarehe 10 Oktoba 2023. Shahada ya heshima ya udaktari wa usimamizi wa utalii na masoko uliotunukiwa na Chuo Kikuu cha Zanzibar SUZA tarehe 28 Disemba 2023. Na Chuo Kikuu cha Ankara cha Uturuki kilichokutunuku shahada ya heshima ya udaktari wa uchumi honoris causa tarehe 18 Aprili 2024. Pamoja na utambuzi huu, Mheshimiwa Rais, hapa ndani ya nchi tumeshuhudia mafanikio makubwa katika sekta na nyanja mbalimbali. Naomba nitaje baadhi ya mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wako. Kwanza, kudumisha muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mheshimiwa Rais, Tanzania ni nchi yenye amani, utulivu, umoja na mshikamano, ambavyo ndivyo nguzo za kudumisha muungano wa Tanzania bara na Zanzibar, na kuwawezesha wananchi wa Tanzania wote kufurahia matunda ya muungano huu kwa kudumisha utaifa wetu uliojengwa katika misingi ya jamii mbili zenye udugu wa asili. Katika kipindi cha utawala wako, Mheshimiwa Rais, wa miaka minne, takribani hoja 15 zimefanyiwa kazi na kuondolewa kabisa kwenye orodha ya hoja za muungano. Mheshimiwa Rais, mwaka 2024 Tanzania iliadhimisha miaka 60 ya muungano, kushuhudia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na mafanikio mengineyo kama ifuatavyo. Tarehe 9 Januari 2024 ulizindua jengo la kitega uchumi la Shirika la Biashara la Taifa Zanzibar lililopo Chake Chake Pemba, pamoja na mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mifumo ekolojia vijijini katika eneo la Matemwe Kaskazini A, Unguja, Zanzibar, na kuwapatia boti na vifaa vya uvuvi kwa vikundi vya uvuvi wa eneo hilo. Mheshimiwa Rais, la pili, kuimarisha ushirikiano wa wizara na idara na taasisi zisizo za muungano za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika mambo yasiyo ya muungano. Katika kutekeleza suala hilo, serikali imeratibu vikao 60 vya ushirikiano baina ya sekta zisizo za muungano za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 4, kuimarisha uratibu wa vikao vya kamati ya pamoja ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushughulikia masuala ya muungano kwa lengo la kutatua changamoto kwa kasi zaidi, ambapo hoja 15 zifuatazo zimefanyiwa kazi na kuondolewa kwenye orodha ya hoja. Kwanza ni uvuvi kwenye ukanda wa uchumi wa Bahari Kuu. Pili, uingizaji wa maziwa kutoka Zanzibar katika soko la Tanzania bara. 3, ajira kwa watumishi wa Zanzibar katika taasisi za muungano. 4, mgawanyo wa mapato yatokanayo na misaada ya kibajeti. 5, mkataba wa mkopo wa fedha za miradi wa ukarabati wa hospitali ya Mnazi Mmoja iliyoko Zanzibar. 6, mkataba wa mkopo wa fedha za ujenzi wa barabara ya Chake Chake hadi Wete Pemba. Mkataba wa mkopo wa fedha za ujenzi wa bandari ya Mpigaduri inakuwa jambo la 7. Jambo la 8, usimamizi wa ukokotoaji na ukusanyaji wa kodi kwenye huduma za simu unaofanywa na mamlaka ya mapato Zanzibar. 9, mapato yanayokusanywa na idara ya uhamiaji kwa upande wa Zanzibar. 10, uteuzi wa makamu mwenyekiti wa Baraza la Rufaa ya Kodi TRAT kutoka Zanzibar. 11, uteuzi wa mjumbe wa bima ya amana kutoka Zanzibar. 12, malalamiko ya wafanyabiashara wa Zanzibar kutozwa kodi mara 2. 13, kodi ya mapato pay as you earn na kodi ya zuio withholding tax. 14, ongezeko la gharama za umeme kutoka shirika la umeme TANESCO kwenda shirika la umeme Zanzibar ZECO.
na 15 mkataba wa mkopo wa fedha za mradi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Abeid Amin Karume Terminal 3. Mheshimiwa Rais, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeendelea kuona serikali yako namna ambavyo inaendelea kulinda, kuthamini na kudumisha muungano wetu. Wewe Mheshimiwa Rais, umekuwa ukitoa tuzo mbalimbali kwa viongozi ambao wameifanya kazi hii. Na kwa sababu huwezi mwenyewe kujipa tuzo, basi siku ya leo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya Watanzania wanaokupongeza sana kwa kufanya kazi nzuri ya kudumisha muungano wetu. Mheshimiwa Rais, pia kwa uchache sekta ya elimu. Chini ya uongozi wako kumekuwa na upanuzi mkubwa wa miundombinu ya elimu, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti ya elimu ya juu na kutoa mikopo kwa wanafunzi wa ngazi za stashahada kwa fani za sayansi, afya na ufundi. Juhudi hizi zimelenga kujenga taifa lenye elimu, weledi na utaalamu utakaochochea maendeleo endelevu ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, katika kipindi cha uongozi wako, sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 imefanyiwa mapitio makubwa na kuzaa sera ya elimu ya mwaka 2023. Baadhi ya masuala muhimu katika sera hiyo ni kuimarisha matumizi ya teknolojia na mafunzo ya amali, maeneo ambayo yatachochea uimara wa elimu inayotolewa. Fedha za kugharamia mpango wa elimu bila ada zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 312.5 hadi kufikia bilioni 796.38 kwa mwaka 2024. Udahili wa wanafunzi katika vyuo vya elimu ya ufundi umeongezeka kutoka 344,815 hadi kufikia 400,040 kwa mwaka 2024. Mheshimiwa Rais, udahili wa wanafunzi wa elimu ya juu umetoka 98,003 mwaka 2020 na kufikia mwaka 2023 tayari tulikuwa tumefika 196,837. Chini ya uongozi wako Mheshimiwa Rais, kumekuwa na ongezeko la ajira katika eneo hili kumekuwa na ongezeko la ajira la vijana 89,778 ambapo hapo wako wanaume na wanawake, jambo ambalo tunakushukuru kwa kutoa kipaumbele pia kwa uwezeshaji wa wanawake. Kwa upande wa miundombinu ya elimu, kwa sehemu kwaya yetu imeeleza hapa, lakini tumeona katika elimu msingi na elimu sekondari idadi ya shule za msingi zimeongezeka kutoka shule 16,656 mwaka 2020 ambao ni wastani wa shule 277 zikijengwa kwa mwaka hadi shule 19,783 mwaka 2024. Mheshimiwa Rais, hili ni ongezeko la wastani wa shule 782 kwa mwaka. Kwa upande wa shule za sekondari, ujenzi umeongezeka kutoka shule 5,001 mwaka 2020 ambao ni wastani wa ujenzi wa shule 83 kwa mwaka hadi kufikia shule 5,926 mwaka 2024. Hili ni ongezeko la wastani wa shule 231 kwa mwaka. Mheshimiwa Rais, sisi kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mchango huu mkubwa sana ulioutoa kwenye eneo la elimu tunakushukuru sana. Sekta ya madini. Mheshimiwa Rais, serikali yako ya awamu ya 6 imeimarisha na kuongeza mapato yatokanayo na sekta ya madini pamoja na kuwavutia wawekezaji wa ndani na nje, ambapo imechagiza ukusanyaji wa kiwango cha maduhuri ya serikali kutoka shilingi bilioni 624.61 hadi shilingi bilioni 753.82 sawa na ongezeko